أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema historia ya Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu inaendelea kuelezwa. Kuhusu bayati Aqba Thania imeandikwa ya kwamba wakati wa bayati Aqba Thania hata Abu Bakr, hat Ali na baba mdogo wa Nabii sallallahu alaihi wasallam hat Abbas walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Abbas aliyekuwa msimamizi mkuu wa kikao hiki alimsimamisha hat Ali kama mlinzi juu ya mlima mmoja, na juu ya mlima mwingine akamsimamisha hat Abu Bakar, na alikuwa amewasimamisha kwa ajili ya uhifadhi na ulinzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ilipotokea hijra ya Nabii sallallahu alaihi wasallam ya Madina, katika hijra hiyo kuna habari za kufuatana kwa hata Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Imeandikwa ya kwamba zulma ya makafiri wa Makka juu ya Waislamu waishio Makka ilikuwa ikiendelea kuzidi siku hadi siku. Muda huo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoneshwa ruya, na katika ruya hiyo akaoneshwa mahala pa kuhamia. Ardhi hiyo ilikuwa kavu yenye kuzungukwa na mitende, lakini alikuwa hakuoneshwa jina lake wala kuambiwa, isipokuwa kwa kuona jiografia na ramani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akipiga hisabu akasema ardhi hiyo itakuwa Hajar au Yamama, kama inavyopatikana katika riwaya moja ya Sahih Bukhari ambayo sawa na riwaya hiyo akasema fazahaba wahli ila annaha al-Yamamatu aw al-Hajr fa iza hiya al-Madinatu Yasrib. Wazo langu likaelekea upande huu ya kwamba sehemu hii ni Yamama au ni Hajar, lakini nikaona ya kwamba huo ni mji wa Yasrib. Yamama pia ni mji mashuhuri wa Yemen, na Hajar kuna vijiji kadhaa vya jina hili vilikuwa vikipatikana katika nchi ya Uarabuni, na mji mmoja wa Bahrain na sehemu moja ya Bahrain pia ilikuwa ikiitwa Hajar. Kwa vyovyote vile, baada ya muda mfupi tu hali ikaanza kubadilika, na Ansar wa Madina wenye bahati njema wakaanza kukubali Islam. Hapo kwa ilhamu ya Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata kuelewa ya kwamba ardhi ile kwa hakika ilikuwa ardhi ya Yasrib, ambayo baadaye ilikuwa ipate umaarufu kwa jina la Madina. Hadrat Masihi Maud alayhi wassalam akieleza kuhusu ijtihadi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadisi ile ambayo maneno yake yanasema ya kwamba fazahaba wahli ila annaha al-Yamamatu aw al-Hajr fa iza hiya al-Madinatu Yasrib, inaonesha kinaga ubaga ya kwamba kile alichokuwa akielewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu bishara ile haikuwa hivyo. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam
akawaruhusu na kuwaongoza masahaba na waislamu wa Makka waliokuwa wanazulumiwa na kuteswa ili wahamie Madina. Hivyo waislamu wa Makka wakaanza kuhamia Madina. Upande wa pili, baada ya bayati Aqaba Thania, hijra hiyo ikapata kasi na nyumba nyingi na mitaa mbalimbali ikaanza kuondokewa na watu. Hali hiyo ikawakasirisha zaidi viongozi wa zalimu wa Makka, nao wakaanza kuchemka kwa hasira na wakachukua hatua nyingine ya kwamba waislamu wanyonge wakaanza kuzuiliwa kufanya hijra na njia mpya za kufanya zulma juu yao zikaanza kutumika. Mara wakamruhusu mume kuondoka, lakini wakanyang'anya mke na watoto kutoka kwake. Mara wakanyang'anya mali na fedha kutoka mtu fulani, wakisema kwamba mali hiyo ulikuwa umechuma katika mji wetu. Kama unataka kuondoka kutoka hapa, basi mali hiyo utupatie na uondoke. Mara wakamzuia kwa kusema kwamba nenda ukamwone mama yako kisha uondoke, na tena wakamfunga na kamba na kumtia ndani. Lakini jumuiya ya waumini wenye kusubiri na kumshukuru Allah, ambao walikuwa wamejawa na mapenzi ya dini ya Islam na mali ya imani, ikaendelea kuhamia Madina. Kwa vyovyote vile, Makka ilipoondokewa na waislamu takriban wote, na mwenye uwezo wa kufanya hijra akafanya hijra, na sasa waislamu wanyonge, waislamu walio wanyonge na dhaifu tu ndio waliokuwa wamebaki nyuma, ambao Qurani tukufu imewazungumzia kama hivi ya kuwa illa almustad'afina min arrijali wannisai walwildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, isipokuwa wazaifu katika wanaume na wanawake na watoto wasio na uwezo wa hali yoyote, wala hawaoni njia ya kuokoka. Pamoja na hawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akisubiri izni ya Allah akiwa katika Makka. Hata Ali pia alikuwa katika Makka. Hata Abubakar Siddiq akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba rukhsa ya hijra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ngoja, nina imani ya kuwa mimi pia nitaruhusiwa. Au sawa na riwaya moja akasema, usifanye haraka, yawezekana kuwa Allah akuandalie rafiki mmoja. Hapo hata Abubakar akasema, ya Rasulullah, wazazi wangu wajitolee kwako, je, wewe pia utaruhusiwa kufanya hijra? Na hapo akaondokewa na ghamu ya kumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Abubakar kwa kusikia habari hiyo yenye furaha akarejea nyumbani na akasitisha mpango wa hijra, isipokuwa kwa kutumia hikima yake akanunua ngamia wawili ambao akawalisha vizuri na akaanza kuwatayarisha kwa ajili ya safari ya ghafla ya hijra. Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza habari hizi za hijra anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walianza kufanya maandalizi ya hijra. Familia moja baada ya nyingine ikaanza kuondoka kutoka Makka. Sasa watu waliokuwa wakisubiri ufalme wa Allah wakawa wajasiri. Saa nyingine katika usiku mmoja tu, nyumba zote za mtaa mmoja wa Makka zilikuwa zikipigwa kufuli, na wakati wa asubuhi watu wa mji walipokuwa wakiona ukimya ukitawala mtaani, wakiulizana, walikuwa wakijua ya kwamba wakazi wote wa mtaa huo wamehamia Madina. Na kwa kuona athari nzito ya Islam iliyokuwa ikienea ndani kwa ndani katika watu wa Makka, walikuwa wakishikwa na butwa. Mwishowe Makka ikaondokewa na Waislamu isipokuwa watumwa wachache, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Abubakar na hata Ali wakabaki katika Makka. Kisha anasema ya kwamba makafiri wa Makka walikuwa na bughudha na uadui zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko watu wengine, kwani walikuwa wakiona ya kwamba kwa sababu ya mafundisho yake tu watu wameanza kuchukia ushirikina. Wao walikuwa wakijua ya kwamba kama wamue kundi lake
kama wamue Muhammad, kundi lake litasambaratika lenyewe. Hivyo walikuwa wakimuuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko wengine, na walikuwa wakitamani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aachane na madai yake. Lakini pamoja na matatizo yote hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaruhusu maswahaba kufanya hijra, lakini mwenyewe licha ya kuteswa na kudhulumiwa sana hakuhama Makka, kwani alikuwa hakupewa izni yoyote kutoka kwa Allah. Hivyo hata Abubakar alipomuuliza ya kwamba je, mimi nihamie, ye akajibu ala rislika fa inni arju an yu'zana li, ngoja nina imani ya kwamba mimi nitapewa ruhusa. Makafiri walijumuika katika Darun Nadwa ili kushauriana kwa siri zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba viongozi wa Makka walikuwa wamekasirika na kupata hasira kali, wakiona ya kwamba Waislamu wamesalimika na kuondoka kwa amani. Hivyo sasa wakajumuika katika Darun Nadwa. Alama Ibn Ishaq anasema ya kwamba Quraishi walipoona ya kuwa kundi moja la maswahaba wachache wameunga mkono na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hawatokani na Waislamu wa Makka wala hawatokani na maeneo yao, pia Quraishi wakaona ya kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaondoka na kwenda kwa watu hawa. Hapo Quraishi wakajua ya kwamba wao wanapata uhifadhi katika mahali penye amani na wamepewa uhifadhi wa kutosha kutoka watu wa Madina. Hapo wakapata wasiwasi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asije akahama na kuhamia kwao, na Quraishi wakajua ya kwamba watu hawa wanajumuika ili kupigana nao vita. Hivyo wakajumuika katika Darun Nadwa. Hii ilikuwa nyumba ile ya Qusay bin Kilab, ambayo kila aina ya uamuzi wa Quraish ulikuwa ukifanywa katika nyumba hiyo hiyo. Kila walipokuwa wakihisi tashwishi kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa walikuwa wakija hapa hapa kwa ajili ya mashauriano. Kuna riwaya nyingine inayosema ya kwamba Abdullah bin Abbas alisimulia ya kwamba watu wale walipojumuika nao wakaahidiana kuingia katika Darun Nadwa ili washauriane kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku waliokuwa wameipanga kwa ajili yake, siku ile wakakusanyika, na siku ile inaitwa Yaumu Zahma. Mbele yao Iblisi akadhihiri katika sura ya mzee mkongwe. Maana yake ni kwamba yeye alikuwa mtu mwenye sifa ya kiiblisi aliyekuwa amejifunika na shuka, naye akasimama mlangoni wa Darun Nadwa. Watu walikuwa hawamjui. Walipomwona akisimama mlangoni wakasema, mzee huyo ni nani? Mtu huyo akasema, mimi ni mzee kutoka watu wa Najd, na akasema kwamba nimesikia jambo lenu ambalo mmepanga kulifanya, hivyo mimi nimewajieni ili nisikilize mnayo yasema, nisikilize kwamba mnasema nini. Nina imani ya kuwa mtafanikiwa kufikia muafaka fulani. Yeye akasema kuhusu zati yake, wao wakasema sawa, ingia ndani. Yeye akaingia ndani pamoja na watu wengine. Katika kikao kile kulikuwa na kundi kubwa la viongozi wa Quraish kama vile kina Utba bin Rabia na Shaba bin Rabia, Abu Sufyan bin Harb, Tema bin Adi na wengine walikuwepo. Abu Jahal bin Hisham na wana wawili wa Hijaz na watu wengi wengine walikuwepo. Pia kulikuwa na viongozi wengine wasiotokana na Quraish. Watu wote walipojumuika na muda wa kutoa rai ukawadia, mtu mmoja akatoa rai akisema kwamba huyu, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumfunge na minyororo ya chuma na mumtie ndani na fungeni mlango kutoka nje, kisha musubiri mauti ya mkute ambayo yamesha wafikia washairi wawili waliofanana naye, mathalan Zuhair na Nabagha na washairi wengine waliotangulia.
yani musubiri mwisho wake, kama ulivyokwisha tokea wa washairi wawili Zuhair na Nabagha wa kabla yake, yani mauti yamfikie kama yalivyowafikia wao, na mpango kama ule ukapangwa kwa ajili yake. Hapo mzee huyo wa Najd akasema, hapana, wallahi katika fikra yangu rai hiyo haifai kwenu. Wallahi kama nyini mkimfunga ndani, basi habari yake ikitoka nje ya mlango uliofungwa itawafikia watu wake, kisha yawezekana kuwa wao wawashambulieni na waje kumtoa mtu huyo kutoka kwenu, kisha kwa msaada wake wakiongeza idadi yao waje kupata ushindi juu yenu. Hivyo fikirini kuhusu rai nyingine. Hapo mtu mwingine akatoa pendekezo jingine, akasema kwamba tumfukuze mtu huyo na tumwondoe nje ya mji wetu, kisha hatutahusika naye kwamba anakwenda wapi na anaishi wapi. Yeye atakapotuondoka nasi tutamalizana naye, basi swala letu litakaa sawasawa na sisi tutaanza kuishi kama tulivyokuwa tukiishi hapo kabla. Hapo mzee huyo wa Najd akasema, hapana, wallahi rai hiyo haifai. Je, hamuoni ya kwamba jambo asemalo ni zuri kiasi gani, na maneno yake ni matamu, na kile asemacho kinawavutia watu mpaka wanakuwa pamoja naye? Wallahi mkifanya hivyo hamtaishi katika amani. Yeye atawaindia kabila fulani la Uarabuni, na kwa maongezi yake atapata mamlaka juu yao, nao wataanza kumfuata, kisha watawaelekeni na watawamalizeni katika mji wenu, na watapata mamlaka juu yenu, kisha watawatendeni kama wanavyopenda. Hivyo angalieni kama kuna pendekezo jingine. Abu Jahal akasema, rai yangu ndiyo hii ya kwamba kutoka kila kabila la Quraishi achaguliwe kijana mmoja madhubuti na mwenye nasaba nzuri, na kila mmoja wao akabiziwe upanga mkali wenye kukata sana, kisha watu hawa wafanye mpango wa kummaliza Muhammad na wamshambulie kwa pamoja na wamue. Kwa njia hiyo tutapata amani na mtu huyo, na tukimua hivi matokeo yake yatakuwa hivi ya kwamba damu ya mtu huyo itagawanika katika makabila yote, na Banu Abd Manaf hawataweza kupigana vita na makabila yote, hivyo watarizia kupokea malipo nasi tutalipa. Hapo mzee wa Najd akasema, kama kuna rai basi ni ya mtu huyo pekee, ama mengine yote hayafai. Ilmuradi wote wakaafikiana juu ya rai hiyo na wakaondoka. Upande wa pili Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali zote kama asemavyo, wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nakumbuka walipokufanya hila wale waliokufuru ili wakufunge au wakuue au wakufukuze, na wakafanya hila, na pia Allah akafanya mpango wa kuivunja hila yao, na Allah ni mbora wa wafanyao mipango. Na pamoja na hayo, kwa kumpitia Jibraili akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa ya kufanya hijra. Masihi Maud alayhi salam anasema ya kwamba makafiri wa Makka walifanya mpango wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo Allah mwenye shani akamwambia nabii wake mtakatifu kuhusu mpango wao mbaya, na akamwamrisha kuondoka Makka na kuelekea Madina, na kisha akampatia habari njema ya kurudi kwa ushindi na kwa msaada wake siku ya Jumatano na muda wa mchana, na zilikuwa siku za joto kali pale ilipotokea jaribio hilo kutoka kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa ruhusa ya kufanya hijra, alifika nyumbani kwa hata Abubakar kwa kuchukua tahadhari zote, na akafika muda wa mchana ambapo kikawaida wakazi wa Makka walikuwa wakipumzika katika nyumba zao na walikuwa hawatoki nje, na pia akachukua tahadhari za ziada ya kwamba kwa kuwa ilikuwa joto kali, hivyo akafunika kichwa na uso wake na kitambaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika karibu na nyumba ya Abubakar Siddiq, mtu fulani akamwambia, na sawa na Tabrani na riwaya ya Fathul Bari, hat Asma akasema ya kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam amekuja.
Abubakar akasema wazazi wangu wajitolee kwake. Wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam ametujia katika muda huo, bila shaka kuna jambo maalum. Na hata Abubakar akatoka nje mara moja kwa kasi ili ampokee mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani. Wakati Aisha na Asma walikuwepo kule, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hata Abubakar ya kwamba watu waliopo kwako uwapeleke nje. Hata Abubakar akasema, huzur, hawa ni mabinti zangu wawili waliopo hapa muda huu na hakuna mwingine. Sawa na riwaya moja akasema, ewe mtume wa Allah, hapa waliopo ni watu wa familia yako tu na hakuna mwingine. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Abubakar, nimepewa ruhusa ya kufanya hijra. Hata Abubakar akasema mara moja, ya Rasulullah, uwepo wako yani je mimi pia nitakuwa pamoja nawe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Hapo hata Abubakar akalia kwa furaha. Hata Aisha anasema kwamba siku ile nikapata kuelewa ya kwamba hata furaha pia inaweza kumfanya mtu kulia. Kisha mipango yote ya hijra ikapangwa kule. Hata Abubakar akasema kwamba, ewe mtume wa Allah, kwa ajili ya shabaha hiyo hiyo nilikuwa nimenunua ngamia wawili, mmoja wao uchukue wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nitanunua kutoka kwako. Na mtume sallallahu alaihi wasallam aliposisitiza kulipa malipo yake, hata Abubakar hakuwa na njia nyingine, na yeye alikuwa amenunua ngamia wawili kwa dirhamu 800, na mtume sallallahu alaihi wasallam akanunua ngamia moja kutoka kwake kwa dirhamu 400, au sawa na riwaya moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenunua ngamia mmoja kwa dirhamu 800. Kisha ikapangwa ya kwamba hatua ya kwanza itakuwa pango la Thawr, na kwa siku 3 tutaishi huko. Na pia ikapangwa ya kwamba tupate msaada wa mahiri fulani ambaye awe na ujuzi wa njia zote maarufu na zisizo maarufu za jangwani. Kwa ajili yake wakaongea na Abdullah bin Araqat. Mtu huyo ijapokuwa alikuwa mshirikina, lakini alikuwa na tabia njema na mtu mwaminifu mwenye kuwajibika. Waandishi wa sira wanasema kuhusu mtu huyo ya kwamba yeye alikuwa hakusilimu, isipokuwa sawa na riwaya moja yeye katika zama za baadaye alikuwa amekubali Islam. Mtu huyo akakabidhiwa ngamia 3 na ikapangwa kwamba yeye baada ya siku 3 wakati wa asubuhi afike katika pango la Thawr. Hata Abdullah bin Abubakar aliyekuwa kijana hodari, yeye akapewa jukumu hili kwamba kila siku atazunguka vikao vya watu wa Makka na atachunguza kwamba kuna nini kinachoendelea, na kisha usiku atafika kwenye pango la Thawr na kutoa taarifa zote. Mtumwa mmoja mwenye busara wa Abubakar, Amir bin Fuhaira, akapewa kazi ya kuchunga mbuzi zake karibu na pango la Thawr, na akaambiwa kukamua maziwa ya wakati wa usiku na kuwapelekea. Na kisha baada ya kupanga muda wa kuondoka kutoka Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka kutoka nyumba ya Abubakar na kurejea katika nyumba yake. Akija nyumbani akamwambia Ali kuhusu mpango wake wa hijra, na akampatia kazi moja nyeti sana ya kwamba usiku wa leo yeye atalala juu ya kitanda kitakatifu cha mtume sallallahu alaihi wasallam, huku akifunika shuka ya kijani au sawa na riwaya moja shuka nyekundu ya Hazrami ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia wakati wa kulala, na akimhakikishia mtumishi wake huyo mwenye moyo wa kujitolea sana kwamba nusra na msaada wa Allah kwake. Akasema ya kwamba usiwe na wasiwasi na ulale kwa amani tu juu ya kitanda changu, adui hawezi kukuzuru chochote. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasiwasi kuhusu amana za watu wa Makka ambazo walikuwa wameziweka kwake, hivyo akamwambia kwamba yeye kwanza awarudishie watu amana zao kisha aje nyuma yake. Hivyo hata Ali akaishi Makka kwa siku 3 na akawarudishia watu amana zao, na baada ya kumaliza kazi hiyo akaenda kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika Quba. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje ya nyumba yake, ila hali mashujaa wachache wa makafiri wa Makka ambao walikuwa wameshikwa na hasira kali wakishika panga mikononi mwao walikuwa wamesimama nje ya nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakisubiri usiku ufike nasi tumvamie mara moja mtume sallallahu alaihi wasallam na tumalize
na Abu Jehel ambaye alikuwa mkuu wao alikuwa akisema kwa kibri na masihara kwamba Muhammad anasema hivi ya kuwa mkimfuata yeye katika jambo lake nini mtakuwa wafalme wa Arab na Uajemi, kisha nini baada ya mauti yenu mtafufuliwa tena na mtajaaliwa bustani zinazofanana na bustani za Urdun, na msipofanya hivyo basi mauaji yatatokea baina yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje na akasema ndio nasema hivyo, na akisoma aya hizi za sura yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim tanzil al azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Yasin ya Sayyid, tafsiri yake ni kwamba ewe kiongozi, naapa kwa Qur'an yenye hikima, hakika wewe u miongoni mwa waliotumwa juu ya njia iliyonyoka, ni utirimsho wa mwenye ushindi kamili mrehemevu, ili uwaonye watu ambao hawakuonywa baba zao basi wao wameghafilika. Bila shaka kauli imehakiki juu ya wingi wao, kwa hiyo hawaamini. Hakika sisi tumeweka minyororo shingoni mwao, nayo inafika videvuni, ndio sababu vichwa vyao vimetazamishwa juu, na tumeweka kinga mbele yao na kinga nyuma yao, na tumewafunika, kwa hiyo hawaoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka mbele ya macho yao, na ni mpango wa Mungu na kudra ya Mungu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuondoka kwake hakuonekana kwa mtu yeyote, bali wao walikuwa wakichungulia ndani na kupata utulivu kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo kwenye kitanda chake. Mirza Bashir Ahmad Sahib akieleza tukio hilo kwenye Sirat Khatamun Nabiyyin anasema ya kwamba ilikuwa muda wa usiku, na Quraish wazalimu waliotokana na makabila mbalimbali wakijumuika pembezoni mwa nyumba yake walikuwa wamesha izingira tayari, na walikuwa wakisubiri asubuhi itoke au Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke nje ya nyumba yake basi ashambuliwe mara moja na auawe. Kuna amana za makafiri zilizokuwa zimewekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani licha ya kumpinga vikali watu wengi kwa sababu ya ukweli na uaminifu wake walikuwa wakiweka amana zao kwake. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha hisabu yote ya amana hizi, na akamsisitiza Hazrat Ali kwamba wewe bila kurudisha amana usiache Makka. Kisha akamwambia kwamba wewe ulale juu ya kitanda changu, na akampa moyo ya kuwa kwa fadhili ya Allah hutapata madhara yote. Yeye akalala na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunika na shuka yake yenye rangi nyekundu. Kisha kwa jina la Allah akatoka nje ya nyumba yake, na wakati ule wapinzani walikuwepo juu ya mlango wake, lakini kwa kuwa hawakuwa na fikra hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda huo wa mwanzo wa usiku ataondoka kutoka nyumba yake, wao wakati ule walikuwa wameghafilika sana kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kati yao na hawakuweza kujua. Quraysh walikuwa wameizingira nyumba yake, kila baada ya muda mfupi walikuwa wakichungulia ndani ya nyumba, na wakimwona Hazrat Ali juu ya kitanda chake walikuwa wakitulia, lakini asubuhi wakajua kwamba windo wao umewatoka, nao wakakimbia hapa na pale wakamtafuta katika mitaa ya Makka kwenye nyumba za maswahaba, lakini ni bure tu. Katika hasira hiyo wakamkamata Hazrat Ali na kumpiga. Masihi Maud al-Islam akieleza habari hiyo anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamua kuhama mji wake wa zamani na wapinzani kwa nia ya kumua wakaizingira nyumba yake tukufu toka pande nne, ndipo kipenzi chake Hamimu ambaye dhati yake ilikuwa imenyweshwa mapenzi na imani kwa ajili ya kujitolea na sawa na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kulala juu ya kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jasusi wa maadui wasipate habari yote ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuelewa kwamba huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waendelee kubaki hapa hapa ili wamue.
कस बहरे कस्से सरनिदित जान नफशानत इश्क अस्त के इकार बसिद्क कुनानद. Yani mtu fulani hajitolei kwa ajili ya mwingine wala kutoa uhai wake. Huu ni upendo ambao unamfanya mtu kuwa tayari kwa ajili yake. Na akasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka wakati wa usiku. Hapana, yeye hakusema, bali Huzur amesema kuna riwaya zinazoeleza muda wa kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zina hitilafu. Wengine wanasema muda wa mwanzo na wengine wanasema kwamba muda wa katikati na wengine wanasema ilikuwa muda wa mwisho wa usiku. Mtume akatoka katika muda gani? Kuna hitilafu katika riwaya zake na sasa nazieleza hapa. Kuna riwaya isemayo kuwa mtume alikuwa ameondoka katika muda wa mwisho wa usiku. Hivyo Muhammad Hussein Haqqal anaandika kwamba katika saa ya mwisho ya usiku Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka kuelekea nyumbani kwa Hazrat Abubakar, ila hali washirikina walikuwa wameghafilika, na kisha kutoka kule wote wawili wakitumia mlango wa nyuma wakaelekea pango la Thawr upande wa kusini. Kisha kuna riwaya moja inayosema kwamba mtume sasa akatoka wakati wa nusu ya usiku. Hivyo imeandikwa katika Dalal an-Nubuwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abu Bakar walikuwa wametoka na kuelekea pango la Thawr katika usiku wa manane. Katika Madarij an-Nubuwa imeandikwa kwamba mtume alipoamua kuhamia kesho yake asubuhi, siku ile muda wa jioni, akamwambia Hazrat Ali kwamba usiku wa leo wewe ulale hapa hapa, ili washirikina wakipata mashaka wasiweze kujua kuhusu hali halisi. Hamza Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka kutoka nyumba yake katika muda wa mwanzo wa usiku. Hivyo anaandika katika maelezo yake kwamba maadui walikuwepo kwenye mlango wake, lakini kwa kuwa hawakuwa na fikra kwamba mtume katika muda huo wa awali tu anaweza kuondoka kutoka nyumba yake, hivyo walikuwa wameghafilika kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita katikati yao, nao hawakuweza kujua chochote. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita katika mitaa ya Makka kwa ukimya na kwa haraka haraka, na katika muda mfupi tu akatoka na kufika nje ya makazi yao na akaelekea pango la Thawr. Mambo yote alikuwa ameshapanga, na hata Abubakar naye pia akaja kukutana naye njiani. Musleh Maud amechambua riwaya hizi zote na amesema ya kwamba watu wa Makka walipokuwa wakijumuika mbele ya nyumba yake ili waamue, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika giza la usiku alikuwa ametoka nje ya nyumba yake kwa ajili ya nia ya kufanya hijra. Watu wa Makka bila shaka watakuwa na wasiwasi kwamba habari ya mpango wao itakuwa imeshamfikia Muhammad. Lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita mbele yao, wao wakaelewa kwamba huyu ni mtu mwingine, na badala ya kumvamia na kumshambulia wakaanza kujificha kutoka kwake ili Muhammad sallallahu alaihi wasallam asipate habari za mipango yao. Siku moja kabla ya usiku ule, Hazrat Abubakar alikuwa ameshaambiwa kwamba awe tayari kuhamia pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye pia akaja kukutana naye, na wote wawili katika muda mfupi tu wakaondoka kutoka Makka. Sawa na rai ya Masihi Maud Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoka wakati wa asubuhi. Hivyo anasema kwamba hakuna adui aliyemwona mtume akiondoka ila hali ilikuwa saa ya asubuhi, na maadui wote walikuwa wameizingira nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Mwenyezi Mungu kama alivyosema katika sura Yasin akafunika macho yao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita mbele yao, nao hawakujua chochote. Na riwaya zinasema kwamba makafiri hawakuweza kujua. Kisha kuna riwaya tofauti zisemazo kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje ya nyumba yake akaenda wapi. Kuna riwaya inayoonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ametoka kutoka nyumba yake na Abu Bakar kutoka nyumba yake, na kisha watakuwa wamekutana njiani na kuelekea pango la Thawr. Riwaya moja inasema kwamba Mtume alitoka kutoka nyumba yake na kuelekea pango la Thawr, na baada ya muda kidogo Abu Bakar akafika katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Ali akamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka tayari na anaelekea pango la Thawr, hivyo wewe pia uende nyumba yake. Na Abu Bakar akaenda nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzur anasema kwamba riwaya hiyo inaonekana kuwa ni dhaifu sana. Riwaya hiyo inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kumsubiri Abu Bakar, naye akachelewa, na Abu Bakar
hakuwa na habari kwamba nabii saa salam atakuwa amekwenda wapi, na sasa ali anamwambia yote. Zura amesema kwamba safari ya hijra yenye siri na mtu kama hata Abubakar mwenye busara na mtu aliyewajibika hawezi kuonyesha uzembe wa aina hiyo. Hivyo riwaya zingine zinazopatikana katika vitabu vingi ni sahihi zaidi kuliko riwaya hiyo zinazosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiondoka kutoka nyumba yake akafika moja kwa moja kwa hata Abubakar Siddiq katika nyumba yake, na kisha kutoka kule wakaelekea pango la Thor kwa pamoja. Katika muda huo mabinti wawili mashujaa wa hata Abubakar, hata Aisha na hata Asma, wakapika chakula haraka haraka kilichokuwa na nyama ya mbuzi. Kutokana na hali ya hatari na kwa sababu ya haraka hawakupata chochote cha kufungia chakula, chombo cha chakula ambacho kilikuwa cha ngozi. Hapo Asma akafungua mkanda wake na akachana katika sehemu mbili, kisha akafunga chakula. Moja akaitumia kwa ajili ya chombo cha chakula na nyingine akatumia kwa ajili ya kufungia mtungi wa maji. Nabii sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa akitazama saa hizi kwa umakini sana akasema, ewe Asma, Allah badala ya nitaq yako hiyo moja atakujalia nitaq mbili katika pepo. Yani mkanda ambao alikuwa ameufunga na alikuwa amechana kwa ajili ya kufungia chakula. Na kwa sababu ya kauli hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Asma akaanza kuitwa Zatun Nitaqain. Katika safari hii ya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita huku anasoma aya ifuatayo: waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nasema, Mola wangu uniingize muingizo mwema na unitoe kutoka kwema, na unipe nguvu kutoka kwako isaidiayo. Pia kuna dua nyingine aliyoisoma ya kwamba alhamdulillahi alladhi khalaqani wa lam aku shay'an, allahumma aini ala hawli dunya wa bawaik ad-dahr wa masaib al-layali wal ayyam, allahumma ashabni fi safari wakhlufni fi ahli wa barik li fima razaqtani walaka fazililni wa ala salih khalqi faqawwimni wa ilayka rabbi fahbabni wa ila nnasi fala takilni anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi a'udhu biwajhika al-karim alladhi ashrakat lahu as-samawati wal ardh wa kushifat bihi az-zulumat wa suluha ilayhi al-amru al-awwalin wal-akhirin an yahilla bihi ghadabuka aw yanzila alayya sukhtuka a'udhu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati hikmatika wa tahawwalu aqibatika wa jamii sukhtika laqal uqba khayra ma sata'tu wala hawla wala quwwata illa bika. Sifa zote njema zinamhusu Allah aliyeniumba, nami sikuwa kitu. E Allah, nisaidie juu ya hofu ya dunia na juu ya masaibu ya zama na juu ya masaibu ya usiku na mchana. E Allah, katika safari yangu uwe rafiki yangu na uwe msimamizi wa ahli zangu, na kile ulichonijalia utie baraka ndani yake kwa ajili yangu, na nifanye niwe mtifu kwako, na niimarishe juu ya uumbaji wangu bora, na nifanye niwe mpendwa wa Mola wangu, na usiniache kamwe. Wewe ni Mungu wa wanyonge na wewe ni Mungu wangu pia. Uso wako tukufu uso wako tukufu ambao kwa sababu yake mbingu na ardhi zimenawiri na giza zikatoweka, na ambao kwa sababu yake swala la waliotangulia na wabaadaye likarekebika. Mimi najikinga kwako kutoka jambo hili, kwamba ghadhabu yako inishukie au hasira yako initeremkie. Mimi najikinga kwako kutoka jambo hili, kwamba neema yako inipotee au adhabu yako inifikie ghafla, na kuhusu zati yangu uamuzi wako wa mwisho ubadilike.
katika maelezo ya Zarqani badala ya tahawule aqibatika maneno ya tahawule afiyatika yametumika. maana yake ni kwamba siha ulionijalia ibaki na najikinga kwako ili nisipate hasira yako, na wema nilioweza kufanya nimeweza kufanya ili nipate radhi yako. Hakuna hila ya kuepukana na dhambi wala nguvu ya kutenda mema isipokuwa kwa msaada wako tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kupita nyuma ya Kaaba tukufu akaelekeza uso wake tukufu upande wa Makka na akasema, wallahi Makka nakupenda sana na Allah pia anakupenda sana katika ardhi zote, na kama wakazi wako wasingenifukuza kwa nguvu mimi nisingekuacha kamwe. Imam Bahki ameandika kwamba katika safari ya kuelekea pango la Thawr, hata Abubakar mara alikuwa akitembea mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mara nyuma yake, na mara akawa kulia kwake na mara alikuwa akitembea kushoto kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza sababu yake. Hapo akasema, ya Rasulullah, mimi ninafikiri kwamba adui fulani asije akatoka kutoka mbele, hivyo na kuwa mbele yako, na nikiwa na wasiwasi kwamba mtu asije akakushambulia kutoka nyuma, hapo na kuwa nyuma yako, na mara nikawa kulia na mara nikawa kushoto, ili wewe uwe salama toka pande zote. Sawa na riwaya moja, katika safari ile ya milimani miguu ya Mtume sallallahu alaihi ikapata majeraha, na sawa na riwaya moja kwa sababu ya kugonga jiwe mguu wake moja ukapata majeraha. Walipofika pango la Thawr, hata Abubakar akasema kwamba, ya Rasulullah, wewe ubaki nje na mimi niruhusu niingie ndani ili niweze kusafisha vizuri pango hili, na kama kuna kitu cha hatari basi mimi niweze kukiona. Hivyo akaingia ndani na akasafisha pango na matundu yote akayaziba kwa kitambaa, kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia ndani. Wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka kichwa chake juu ya paja la Abubakar na akalala, na tundu moja ambalo hakuweza kuliziba kwa sababu ya kukosa kitambaa au huenda atakuwa hakuliona, hata Abubakar akaweka mguu wake juu ya tundu lile. Riwaya inasema kwamba kutoka tundu lile lile nge au nyoka fulani akaendelea kumnata hata Abubakar, lakini yeye hakujiharakisha, akiwa na hofu kwamba akionyesha reaction fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam asije akapata shida pale anapopumzika. Hadi Mtume sasa alipoamka akaona rangi ya uso wa Abubakar imebadilika. Hapo akamuuliza sababu yake, na yeye akamwambia yote. Mtume sasa akapaka mate yake juu ya mguu wake na mguu wake ukapona. Upande wa pili, Quraishi wa Makka waliokuwa wameizingira nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja akiwaona akawauliza, kwa nini mmesimama hapa? Wao wakamwambia sababu yake. Hapo mtu huyo akasema kwamba mimi nimemwona Muhammad akipita kwenye mitaa, wao wakimfanyia masihara. Wakasema kwamba ye yupo ndani juu ya kitanda chake nasi tuna macho. Kisha wakati wa usiku sawa na mpango wao wakaingia ndani na wakaondoa shuka na wakaona kwamba yeye ni Hat Ali. Wakamuuliza Muhammad yuko wapi? Yeye akasema kwamba sijui. Hapo washiriki na wakamkasirikia na wakampiga, na baada ya kumweka ndani kwa muda wakamwacha. Sawa na riwaya hiyo, watu hawa wakamkasirikia Hat Ali na wakampiga, kisha wakaondoka na wakaanza kumtafuta katika mitaa na nyumba za Makka. Katika msako huo watu hawa wakafika katika nyumba ya Abubakar, wakakutana na Asma. Abu Jehel akaja mbele na akamuuliza, baba yako yuko wapi? Yeye akasema sijui yuko wapi. Hapo Abu Jehel mwenye tabia mbaya akainua mkono wake na akampiga kofi kwa nguvu Asma mpaka herini yake ikavunjika na kudondoka chini, na katika hasira kali watu hao wakaondoka. Waliposhindwa kumtafuta katika Makka, wakawapeleka nje majasusi mahiri. Chifu wa Makka Umayya bin Khalaf akifuatana na jasusi mahiri akatoka nje, na hakuna shaka yoyote kwamba mtu huyo alikuwa mahiri sana.
alikuwa amebobea katika umahiri wake, kwani huyo ndiyo mtu mmoja tu aliyeweza kutafuta alama za miguu ya mtume saa salam na kufika mpaka pango la Thor, na akasema kwamba alama za miguu ya Muhammad zinaishia hapa hapa na haziendi mbele yake. Alama Baladri amesema kwamba jina la jasusi huyo lilikuwa Alqama bin Qars, na ameandika kwamba wakati wa ushindi wa Makka yeye alikuwa amekubali Islam. Watu hawa walikuwa wamesimama nje ya pango la Thor na kuongea na wafanya hijra wawili walikuwa wamejificha katika pango lile lile na kusikiliza maongezi yao. Bali Abubakar anasema kwamba nilikuwa naona miguu yao, na wallahi kama mmoja wao angechungulia ndani na kuona, basi sisi tungekamatwa. Lakini katika muda huu wenye hatari na shida, wawili hawakuwa peke yao, bali watatu alikuwa Mungu ambaye mbingu na ardhi ni chini ya mamlaka yake na aliyekuwa na uwezo kamili. Yeye upande mmoja, kabla ya kufika kwa majasusi, akaotesha mti mmoja kwa kudra yake, na kwa kumtuma buibui akatengeneza buibui juu ya mdomo wa pango, na akawatuma njiwa ili watengeneze kiota chao na watake mayai huko. Hiyo inapatikana katika riwaya. Kisha baada yake jinsi Allah anavyompa moyo mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa izni ya Allah jinsi mtume sallam alivyompa moyo hata Abubakar, habari zake zitaelezwa katika siku za usoni inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.